ulio juu mbinguni, Mungu tunayekuheshimu, Baba yetu na mfalme wetu, ulio nguvu zetu na ulio uwezo ndani ya mioyo yetu, tunakuheshimu adhuhuri ya siku ya leo Bwana, tukinyenyekea miguuni mwako. Tunajua utatubariki, tunajua utatembea pamoja nasi, tunajua ya kwamba nguvu zote na mamlaka yako itakuwa juu ya maisha yetu. Na kwa hivyo tuko mbele yako Bwana, ukifungua mioyo yetu ili ukatubariki. Tembea nasi na utuonekanie Bwana, wewe ulioketi katika kiti chako cha ufalme, ukatamarakie maisha yetu na ukatuonekanie. Asante kwa wema wako, asante kwa kuwa Bwana ndani ya maisha yetu. Asante, uhimidiwe milele, uinuliwe na ubarikiwe. Na ni katika jina la Yesu tumeomba kuamini na kushukuru. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri. Tunaweza kukaa chini. Haleluya. Ni wakati mwingine wa Bwana ambaye tuko mbele zake ili tuweze kusikia kutoka kwake na tuweze kubarikiwa na tuweze kuona baraka zake. Kwa majina yangu kama hivyo umesikia, naitwa Pastor John. Mimi ni mwana na mtoto katika nyumba hii ya Bwana. Na ninaposema hivyo ni kumaanisha kwamba mtoto ana mama yake, ana baba yake. Mtoto ananyenyekea mahali, na ni kwa hivyo niko chini ya mafuta ya mchungaji wetu Jeffrey Masharia na mama wetu Consolata. Nimepata baraka kutoka kwao, nimepata maombi kutoka kwao, nimepata kuona nikisimama wakinishikilia, na kwa hivyo ninawaheshimu. I respect you katika kila njia zote, na Mungu wa uzima akaweze kuwabariki. Na kwa hivyo ninahubiri nikiwa chini ya mchungaji na chini ya mafuta ya Bwana katika nyumba hii. Kwa hivyo Mungu awabariki. Kwa hivyo nataka kuheshimu kila mchungaji, kila apostle, kila mshirika wote kwa nafasi hii. Hii sio sawa nafasi ya kawaida, hata kunikubali nikae mbele zako ili Mungu anitumie. Na kwa hivyo Mungu wetu awabariki na awatende mema. Mimi ni mzee ambaye ako na bibi mmoja na watoto watatu. Nashukuru Mungu kwa kunibariki. Na najua mke wangu yuko, ainuke tu, ainue mkono wake awasalimie. Haleluya, huyo mke wangu. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki sana. Na kwa hivyo ningetaka tuingie tu katika ibada yetu siku ya leo, tuingie katika neno la Mungu. Na kwa hivyo ningetaka tuende kidogo, tusimame pale na tuweze kutambua ni Mungu gani huu tunayemwamini, ni Mungu gani huu ambaye tumemuita Mungu ndani ya maisha yetu. Ningetaka tumwangalie, tuone vile alivyo, na tujue kwa nini tunayemwamini na ni kwa sababu gani tulisimama ndani yake na kusema yeye ndio Mungu wetu katika jina la Yesu. Jina Mungu ni kumaanisha ni uwezo ulio mkubwa zaidi, ni nguvu isiyo na kifani, iliyoenenda sana, ni ufalme usiotingizika. Na kwa hivyo tunapomuita Jehova Mungu wetu ni kwa sababu tunajua ya kwamba tunapohitaji yoyote ataweza kutupatia. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu ni Mungu aliyewatilia moto kutoka mbinguni wakati wa Elijah. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu aliyotembea na Waisraeli katika jangwa na katika mwamba akatoa maji. Na kwa hivyo hata kama uko katika mwisho wako, huyu Mungu anaweza akatoa maji juu ya maisha yako. Na kwa hivyo unapomwamini huyu Mungu ambaye umemfanya Jehova ndani ya maisha yako, una uzingiro na ukuta mkubwa ambaye Mungu amekuwekea ili ukaweze kuitwa mtu aliyebarikiwa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ninataka hata ninaponena nikanene habari ya huyu Mungu. Ninataka hata tunapotembea tukaenende katika mshikamano na kubarikiwa na huyu Mungu. Na kwa hivyo ningetaka yoyote
aliye na tamanio akaje tukashirikanishwe pamoja na huyu Bwana, maana ninajua ya kwamba ana kusudi jema ndani ya maisha yetu. Sijui umemgojea kwa upande gani, sijui tamanio yako ndani yake iko namna gani, lakini nina uhakika moja, yeye anayeweza kutenda yote atakutendea. Bwana asifiwe. Yeye ambaye ana nguvu ya kubadilisha atakubadilisha. Na kwa hivyo ningetaka tujue na tuone wale watu wanastahili kusimama mbele za Mungu ili tukaweze kupokea baraka, na kama hatujastahili kuwa vile tunaweza kuwa kufanya ili tukaweze kuzipokea hizi baraka za Bwana. Na kwa hivyo ningetaka tuende katika kitabu cha Zaburi. Tukianza tuende katika hiyo Zaburi 1, tuone mtu ambaye aliyoitanishwa na Mungu, mtu ambaye Bwana akamnenea baraka asubuhi na siku ya leo. Kwa hivyo wacha tuone katika kitabu cha Zaburi 1, tuanze hapo mstari wa kwanza hadi wa 3, na tutasomewa na ndugu yetu Jenga. Tupigie makofi mazuri, amekuwa baraka nyingi. Mungu azidi kuinua kibali chako. 1 hadi 3. Amen. Katika kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba heri mtu yule asiyefuata katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Haleluya. Mstari wa 2 inasema kwamba mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Amen. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu anaitwa baraka. Blessed is the one. Huyu ni mtu ambaye aliyobarikiwa, mtu ambaye anaenenda na asiyoenenda, ni mtu ambaye amekatazwa, moyo wake umerenga, umesema ni hapana, hataweza kutembea na njia za wakosaji. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu mwenye amemwelewa Mungu wake ya kwamba hatatembea na njia za wakosaji, na hatasimama katika kongamano la wenye dhambi. Huko hakutakuwa kwake. Huyu ndio mtu ambaye Bwana anaita ya kwamba wewe ni mbarikiwa wangu. Na anasema pia huyu mtu hawezi akasimama pamoja na watu ambaye ni wa masengenyo, watu ambaye ni wa mdomo mtupu, wanayenena habari ya wengine. Hawa watu hawezi akasimama mbele yao ama kukaa katika kikundi. Huyu ni mtu ambaye anaonekana maisha yake na mtazamo wake unatazama watu wengine, unatazama nguvu zingine. Lakini Mungu anasema ni heri awe anajiongeza na anajielekeza na sheria za Bwana. Bwana asifiwe. Huyu mtu ni mtu ambaye hajielewi, ni mtu ambaye amesimama katika upande ambaye hajielewi, na Bwana anasema huyu mtu hawezi akawa mbarikiwa. Aya, lakini huyu mtu atakapoanza kujiyayusha na nguvu za Bwana, huyu mtu Mungu anasema ni kama mti uliopandwa katika chemichemi za maji, na anapata mazao yake kila majira inayofika. Bwana asifiwe. Mungu anatuhitaji leo tukaweze kuingia katika kusudi lake, ili wakati wowote tunayehitaji Mungu yu tayari kutushughulikia, kwa sababu anasema utakuwa kama mti au umesimamishwa katika vijito vya maji. Utakuwa mtu ambaye Bwana ndio umnenea, Mungu ndio mpatia, Jehova ndio muinua katika jina la Yesu. Na kwa hivyo Bwana anataka ukamkaribie, ukajiondoe katika nafasi ya watu ambaye
katika neno lake na ukalitafakari, ukamtazama na ukajua yeye ni nani ndani ya maisha yako. Na utakapofanya hivyo, utakuwa umezingirwa na uweza wote. Wewe ni kama mti uliopandwa katika chemchemi cha maji. Lakini ningetaka tuone katika hapo nambari 4. Utusomee kutoka 4 umalizie hapo hiyo moja. Hebu tusomee mstari wa 4, wasema nini? Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushayo na upepo. Angalia watu ambaye hawana haki, watu ambaye hutenda wapendavyo, hawana haki mbele za Mungu, wanasemekana ni kama makapi, ni kama majani yamekauka vile inapeperushwa na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni. Kwa hivyo hawa wasio haki hawataweza kujitoa katika judgment. Watakaposimama kwa judgment, watahukumiwa, hawataweza kujitoa. Wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Hata wale wakosaji, wale wanatenda makosa, hawawezi wakajipata vizuri na kusimama vyema katika kusanyiko la wanahaki. Haleluya. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki. Kwa sababu nini? Utakapokuwa mwenye haki, na mwenye haki ni yule anajitambua, mwenye haki ni yule anajua kusudi lake, mwenye haki ni yule amemchukua Mungu wake na kumwelewa, mwenye haki ni yule hasimami kwa wenye makosa, mwenye haki ni yule ambaye anajielewa wakati wake na kusudi lake, na wakati huo Mungu wetu atamuinua. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ninaona watu ambaye walio katika laini ya kuinuliwa na Mungu, watu ambaye mtetezi wao atakuwa ni Mungu peke yake. Nguvu zao zitatoka kwa Mungu. Kwa nini? Walijikataa, walijiondoa, walijitenga na wakasimama katika kusudi la Mungu. Hao ndio Mungu siku ya leo anawaita kubarikiwa. Na ndio tuweze kuona Mungu akifanya yale aliahidi ndani ya maisha yako. Ni lazima tumtarajie, na ni lazima tumheshimu, na ni lazima tusimame katika chini ya mamlaka yake. Hebu tuende katika kitabu cha tutaenda katika kitabu cha Mathayo. Ninataka uone Mungu sasa, maana alikujua na umejitenga. Sasa yeye atakutafuta. Bwana yeye ndiye atakuweka sawa. Mungu anatafuta walio haki. Bwana anatafuta waitanishwao na jina lake, katika jina la Yesu, kwa sababu una muhuri ya kwamba wewe uko katika agano la upendo wa Bwana. Kwa sababu kile Mungu amewachilia ndani yetu ni kutupenda, ni kutujali, ni kutuinua, ni kuwa pamoja nasi. Utakapojitenga na kusimama, Bwana yupo pamoja nawe, anakutafuta. Hebu tuende katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 20. Haleluya. Tuende katika Mathayo 20, uanze hapo mstari wa kwanza. Hapo mstari wa 5, kitabu wa kwanza, kitabu cha Mathayo. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba Mathayo sura ya 20 mstari wa kwanza, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupata na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki aliwapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile, hata kama saa 10 na saa 11 akatoka.
akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona umesimama hapa mchana kwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, nendeni ninyi katika shamba la mzabibu. Ulipokuja yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianza wao wa mwisho hata wa kwanza. Walipokuja wale wa saa 11 walipokea kila mtu dinari, na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakisha kuipokea wakammunikia mwenye nyumba, wakasema, hawa wa mwisho wametenda kazi saa 1 tu, nawe umewasawazisha na sisi tulio stahimili taabu na hali ya mchana kuto. Naye akajibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu hukupatana nami kwa dinari? Chukua hiyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jisho lako limekuwa uovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Amen. Hallelujah. Tunamuona huyu ni Mungu anapeana mfano wa mtu ambaye alikuwa ni mwenye kazi na akatomoka ili akaweze kutafuta wenye kazi, wenye kufanya kazi. Na tunaona huyu bwana hakutumia logic ile sisi tunatumiana, kwa sababu kama ninataka mfanyikazi, ni lazima huyo mfanyikazi anionyeshe cheti chake cha kuhitimu kufanya hiyo kazi. Bwana asifiwe. Ni lazima anionyeshe masomo yake, ni lazima anionyeshe mahali pengine amefanya, ni lazima nishunguze mambo mengi. Lakini huyu bwana hakuchungusha. Alipokutana na wanahitaji kazi, akawaita wakaingia kazi. Akaenda hata saa 4, akakuta wengine wamesimama, akawaambia endeni kwenye shamba lake. Akaenda hata saa 8, akaenda hata jioni, akibeba watu na kuwalete. Tunashukuru kwa sababu huyu mtu mwenye kazi, yeye ako na haja na watu tu walio na haja, watu tu walio na kiu, watu tu ambaye wamefika mwisho, watu tu ambaye wametengwa. Bwana alienda na kukutana na watu kama watu wanayelia na kusema, mimi sijui nifanye nini, maana sina mtu wa kunipeleka pale, sina jina linayejulikana. Bwana alikuwa na haja na wale watu. Mara mingi tunaona sisi ndio tunaendana kwa matajiri ili tuweze kuwauliza watu wajiri kazi, lakini huyu Mungu ninayeitanishwa naye hakungojea mimi nikatafute kazi. Yeye alitazama kiu yangu na kuvijirika kwangu. Akakuja saa 8, akakuta watu waliokaa, akauliza, mnakaa kwa nini hadimu kwenda kazi? Wakasema hatuna kazi. Akawambia, ingieni kazi kwao. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu ambaye hajali wewe unapitia nani, hajali wewe jina lako linaitanishwa na nini. Huyu ni Mungu hajali watu walikuacha na wakaenda wapi. Anakuja kwa sababu una haja. Siku ya leo sijui ni nani aliye na haja ambaye anataka Bwana akafungue maisha yake leo. Yesu anasema ya kwamba mimi niko kwa sababu yako ulio na haja, na nimekuja ili walio chini nikawafanye wawe juu. Nilikuja ili aliyofungwa akaweze kufunguliwa. Na kwa hivyo tunaona Mungu tunayeitanishwa naye akienda kututafuta katika unyonge wetu. Tunaona akija hata jioni, wakati unajua watu wengi hawaalikangu jioni, wakati tumefika mwisho na kuona mambo hayatendeki, Mungu huyu anakuja. Sijui kama wewe umefika jioni, sijui kama wewe uko katika asubuhi, sijui kama wewe uko mchana, lakini Mungu anakuja kwa sababu yako. Bwana asifiwe. Na kile kitu kinanifurahisha cha huyu Mungu mwenye anatupenda na anatutafuta, yeye mwenye
kazi, si ndio? Yeye ndio mwenye kutuangalia, kwa sababu yeye ndio supervisor. Tunapoingia kwa kazi tunajua hatutavutwa. Yeye ndio mwenye kutulipa, tunajua hakika matakwa yetu anayajua na atatulipa. Kwa hivyo tunaona Mungu ambaye ni Mungu mwenye uwezo mkuu. Yeye ndio mwenye chama, yeye ndio mwenye kutuachili, na yeye ndio mwenye kutulipa. Kwa hivyo anakuleta mahali maisha yako itabadilika, kwa sababu ni Mungu ambaye ana huruma, ni Mungu ambaye ana upendo, ni Mungu ambaye amejaa baraka. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Bwana akachanganya hawa watu, kwa maana kuna wenye walikuja asubuhi na kuna wenye walikuja saa 12. Kama vile tunaangalianga maneno katika njia zetu za maono yetu, na walipoenda kuchukua mishahara wakachukua dinari moja wote, na wakamuuliza Bwana, sisi wengine tulikuja kutoka asubuhi, tumepigwa na hata jua ya asubuhi, kwani sisi hatukuwa tunachukua mishahara zaidi ya mwingine? Bwana asifiwe. Lakini akawaambia, kwangu ukiwa ulikuja asubuhi ama ulikuja jioni, mshahara wangu ni moja. Bwana asifiwe. Uzuri wa huyu Mungu, anakupenda kama vile ananipenda, anakujali kama vile anajali mwingine. Kwa hauna jambo lolote utakayofanya uwe tofauti na mwingine. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo usijogofike ukiwa kwa baba yako, kwa sababu urithi ni moja, kubarikiwa ni moja, kuponywa ni kumoja. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo huyu Mungu anasema walio wa kwanza kwake ndio wa mwisho, na walio mwisho kwake ndio wa kwanza. Na kwa hivyo tuko na Mungu asiye wa kawaida. Yeye ndiye anatutafutia kazi, yeye ndiye anatutafuta mahali petu pa kufika mwisho wetu, yeye ndiye anatuajiri kazi, na yeye ndiye anatulipa. Haleluya. Mungu anajua wewe ni mgonjwa, Mungu anakuja ili akuponye, kwa sababu yeye ndiye atakulipa na yeye ndiye anakutafuta. Mungu anajua yale unapitia katika boma yako, na anakuja ili akakuweke sawa, kwa sababu anakujua, anakuelewa, na yeye ndiye alikuita. Bwana asifiwe. Yeye ndiye alikutafuta, yeye ndiye anakujua, na ni Mungu ambaye anatupenda na kutujaa katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ni Mungu ambaye amejaa upendo mwingi, ni Mungu ambaye hawezi kulinganishwa, ni Mungu ambaye hawezi kufananishwa. Na ninajua siku ya leo watu wanaweza kukosa kuelewa yale unapitia, lakini our God anajua unapitia nini siku ya leo. Haleluya. Wengine hawajui ni kwa nini ukawa vile ulivyo, lakini Mungu anajua haukupata nafasi, na amekuja kupatia nafasi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ninataka kutangazia mwenye aliye na haja siku ya leo, Bwana wetu yu tayari kumfanya sawa, yu tayari kumwinua. Yeye hata angalia degree, yeye hata angalia vile unaomba, yeye hata angalia kweli wewe ni nani, yeye hata angalia unaitanishwa na nani. Yeye kile ako nako ni kukupenda na kukubariki katika jina la Yesu. Ningetaka tuone huyu Mungu katika kitabu cha, ili tuweze kumaliza, katika kitabu cha Second Corinthians chapter 1, Wakorintho wa pili hapo mwanzo, usome 3 hadi 7 katika jina la Yesu, sababu huyu ni Mungu anakupenda siku ya leo, na ninajua wengi waliotii Bwana yu tayari kuwainua siku ya leo, si kwa sababu ya kumtafuta, si kwa sababu ya vile walivyo na nguvu, lakini ni kwa sababu anawapenda katika jina la Yesu. Wakorintho wa pili, tuende hapo katika mlango ya kwanza, tusome kutoka hapo 3.
Amen. Katika kitabu cha waraka kwa Wakorintho wa pili sura ya 1 na mstari wake wa 3, Biblia inasema ya kwamba na ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yes. Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote. Huyu ni Mungu wa rehema na ni Mungu wa faraja. Huyu mwandishi anasema ainuliwe huyu Bwana. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Huyu Mungu anatufariji katika dhiki zetu. Katika dhiki yako, huyu Mungu atakufariji. Katika kilio chako, huyu Mungu atakuvuta majonzi. Ni kwa nini? Kwa sababu wewe utakuwa chombo cha kutoa wengine, kupea wengine faraja. Kwa sababu ndani yake anakujenga ukaweze kutimiliza ahadi ya kuinua wengine. Huwezi kufariji wengine bila faraja. Huwezi, you cannot comfort other people if you are not comforted. Ni lazima uwe na faraja ukaweze kufariji wengine. Endelea ndugu yangu. Kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu, kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yalivyozidi kwetu, hivyo faraja zetu inazidi kwa njia ya Kristo. Amen. Yesu anasema ya kwamba tunapojengwa ili tuwe na faraja na ili tuwe na nguvu za kuwaleta wengine pamoja, tunapitia kwenye majaribu, tunapitia kwenye shida ambaye Bwana Yesu alipitia, kwa sababu ni lazima mambo mengine yakatwe, ni lazima vitu vingine vivunjwe. Wewe unatoka kule ukiwa uko sawa, lazima vitu vingine viondolewe. Na kwa hivyo katika haya mateso tunayepitia ndani ya Yesu, pia na faraja tunapokea. Bwana asifiwe. Hatupokei bure, ni lazima tuamue kuingia kwenye moto, tukatoke pande ile nyingine tukiwa kama dhahabu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu tunapotoka upande huu tukiwa kama dhahabu, dhamana yetu inaongezeka. Bwana asifiwe. Tunaongezeka in value. Vile wewe ulikuwa sivyo ulikuwa huko, maana ulipitishiwa kwenye mioto ya Bwana. Haleluya. Endelea. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yalivyozidi kwetu, hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Haleluya. Na ninataka nikuahidi na nikwambie, unapolenga baraka hizi za Bwana, unapolenga kubadilishwa na Mungu, si ya kwamba wengine watakupenda, sio kwamba utakuwa pamoja na marafiki zako. Wengi watakuumiza ajabu, wengi watakukataa, wengi watapigana na wewe, wengi watakudhihaki, lakini katika mapito haya na vita hivi, haleluya, Mungu anakupatia faraja. Bwana asifiwe. Faraja ni kutulia kwa moyo. Faraja ni kukaa kama mtoto mdogo anayengoja mama yake amlishe. Faraja ni kujua niko nyumbani. Faraja ni kujua ninalindwa. Faraja ni kujua ya kwamba kuna mtetezi wangu. Bwana asifiwe. Na nipoza tupike hapa, kuna watu wataamua, kuna watu wataanza kuona mahali walipo, kuna watu watatenda mambo mengine, watu ambaye hawamjui Mungu, mambo ambaye ni ya dhiki, ni ya mokali. Unapokaa watu ambaye hawajielewi, watu hawaneni habari inaye nguvu, inaye uhai, wanaongea habari ya watu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni lazima tuamue ili Mungu akatupitishie katika kila njia, tukaweze kuinuka tukiwa washindi, kwa sababu mwenye ameipitia hiyo njia ni mshindi wa Bwana. Bwana asifiwe. Anatoka akiwa na muhuri wa ushindi wa Bwana. Endelea ndugu yangu. Mstari wa 6 inasema kwamba lakini ikiwa sisi tu katika dhiki na kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale
tutesayo na sisi. Haleluya. Hata kama kanisa itafarikiwa, hata kama neno la Mungu litainuliwa watu wa Mungu watakaposimama na kuamua ya kwamba wataondoa yote ili jina la Mungu likabarikiwe. Ndiposa Paulo anasema vile mnaona tunatembea na nguvu ni kwa sababu hata nyinyi tumepata faraja, ni kwa sababu nyinyi mlipitia dhiki ili na sisi tukaweze kusimama. Ni lazima kanisa la Bwana iwe pamoja, ishikane pamoja, ili tushike dhiki, tukimbilie Bwana, tupitie katika mateso ili tukaweze kuwa na faraja, tukaweze kubarikiwa. Kwa sababu watu walio katika process ya kujengwa, ni ngumu sana kitu kingine kikuja kijijenge ndani yake. Lakini kitu chote sana, kitu ambacho kimesimama, tunaonanga maji ikisimama mahali pale, ndio mosquito wanaweza wanasimama pale, ndio tunakuta vitu vingine viliozea pale. Lakini kitu kiko katika process ya kutengenezwa, hakiwezi kikawa kuna mshikamano. Kwa hivyo kanisa ni lazima tujue, kama vile neno la Mungu linasema tuko katika revival, ni lazima tujiondoe, ni lazima tuvuke, ni lazima tuseme hapana, na ni lazima katika dhiki yako unayepitia ujue ndio imepata mwanya ya kuinua aliye juu. Bwana asifiwe. Kwa sababu unapomuinua aliye juu yako, na wewe unakuja sehemu hiyo. Tunapopanda katika ngazi, nikienda mbele na wewe unakuja hapo. Hatuwezi tukainua wachungaji tukiwa sisi hatutaki kupitia katika miale ya kukataliwa. Hatutaki kuingia katika faraja, na hatuingii kule. Ni lazima tuingie na kukataa na kuachilia mambo mengi ili Bwana wetu akainuliwe. Na kwa hivyo Paulo akasema faraja mnayoona tuko ndani yake ni kwa sababu hata ninyi tunayeshikanishwa na Kristo mlikubali kuyapitia haya. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo Mungu anataka tukaweze kupokea nguvu zake upya, kwa maana anasema ya kale sasa yameisha. Na kwa hivyo nimekuja, maana niko na neno jipya, niko na mambo mapya, niko na fikira mpya juu ya maisha yenu. Na kwa hivyo we are going to be renewed. Tukienda kuwekwa upya, ni lazima tusahau ya kale, ni lazima tutoke kwa mambo yaliyotushika ya kale katika jina la Yesu. Na tunaona mtu mmoja ambaye Bwana alimnenea kwa kuzoea na kukosa kujielewa na kusimama katika mahali pamoja, na Mungu akamwambia, ninataka tuendelee, ninataka niweze kukuinua. Ningetaka ndio tumalizie uone kitabu cha First King 19. Hallelujah. Kwa sababu siku ya leo walio chini wanainuka, maana Bwana anataka waanze kuendelea, wasikie neno lake, wakumbuke, waendelee ili Mungu akaweze kuwabariki. 19 anzia hapo 9. Anzia hapo 9. First King 19 anza hapo 9. Amen. Biblia inasema ya kwamba akainuka, akala, akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horeb, mlima wa Mungu. Akafika kunako pango, akalala ndani yake. Tazama, neno la Bwana likamjia, naye akamwambia, unafanya nini hapa Eliya? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagizo yako na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wanitafuta roho yangu waiondoe. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunjavunja miamba mbele za Bwana, lakini Bwana hakuweko katika upepo ule. Haleluya. Tunaona huyu ni Eliya ambaye alipelekana na Bwana na akafika mwisho, kwa sababu watu wengi wakati wanapitia kwenye mateso na majaribu wanafikanga mwisho, na wanapofika mwisho
wanajiamulia wenyewe baada ya kungojea Mungu anayetembea nao. Na kwa hivyo Elia akakutana na wakati ulikuwa mgumu, wakati manabii wa Mungu walikuwa wameuawa na Jezebeli. Na kwa hivyo tunamuona akitorokea Mungu, akijificha, akienenda. Na wakati unatoka katika uwepo, hakuna kitu kingine, unakufa, unaisha, kwa sababu mtetezi anayekushikilia, anayekulinda hayuko mara tena. Lakini ninafurahia Mungu kwa maana hawezi kukubali aliyemuita akaweze kupotea. Mungu hatakubali wewe aliyoita ukaweze kupotea. Na kwa hivyo akamkuta Elia akikaa kama sisi. Kuna wakati tumemgoja Mungu atupungue, tunaona bado hatujapunguka, tunafika kiwango tunasema hatuombi tena, hatushughuliki tena, na tunakaa kama watu ambaye wanajificha Mungu. Watu wameamua siendelei tena, na ndiposa kanisa inafika mahali, maana Mungu anatutajirisha, Mungu anaturisha, Mungu anaenenda akitubariki. Tunafika mahali tunasahau na tunaishi katika kupenda kwetu, hatuombi tena, hatushughuliki, kwa maana pengine tunaangalia Mungu na njia ya macho ya binadamu. Tunamtaka tumuone pale, tunamtaka afanye hivi. Na nilikwambia Mungu hukuita yeye mwenyewe, hukupatia kazi yeye mwenyewe, na hukulipa yeye mwenyewe. Wewe ni kusudi la Bwana. Hauna haki ya kutembea na kufanya mambo yako kama wewe unamtumainia Mungu. Tunamuona Elia akisema ya kwamba sasa atakaa mahali ili aweze kufa. Na ndiposa Mungu akaja kumwambia Elia, unafanya nini hapa? Anajua mioyo mengi ya watu. Mungu anakuuliza, kwa nini mama madenge huombi? Kwa nini hunisifu? Kwa nini huniiti? Ni nini kilifanyika? Na akakuta Elia kumwambia, mimi nina hasira na wewe Mungu. Ninayo hasira kwa sababu mitume wa manabii wako wameuawa, na kwa hivyo hata mimi ninakimbizwa niuawe. Kwa hivyo alikuwa anaongea mambo yake, hakuongea mambo yote ya Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo akamwambia Mungu, ninataka nikuone. Mungu akamwambia, kama hali utaniona, kwa sababu Mungu yuko. Hata unaporudi akishindwa, Mungu yuko. Unapokataa, Mungu yuko. Unaposikia kwamba imefika mwisho, Mungu yuko. Lakini Mungu akamwambia, tunaona hapo mbele tukitembea, tunaona Mungu akimwambia, amuka ukule, kwa sababu safari ndio inaanza. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia kanisa, amuka ukule, kwa sababu safari sasa ndio inaanza. Mungu hakusahau na wewe. Bwana hakukuacha. Mungu alikuwa anatembea na wewe, alikuwa karibu na wewe. Tumeambiwa hata kuna wakati anakubeba na wewe unaona kama hayuko pamoja nawe. Bwana yeye ndio mwisho na ndio mwanzo wa maisha yako. Kwa hivyo kuna watu kanisa siku ya leo Bwana anawaambia amkeni. Kuna watu siku ya leo wanahisi, na kweli yale nimepitia sistahili kuyapitia. Mungu anakuambia inuka, maana sijamaliza na wewe. It is not over. Mungu yuko na haja na wewe. Bwana anataka uendelee. Mungu anataka ukalijenge taifa lake. Bwana asifiwe. Kwa nini atakuita? Kwa sababu wewe ni mbegu la taifa la Bwana. Unaposimama hakuna taifa. Na kwa hivyo Bwana ana haja nawe. Na tumesikia kwamba pale anakubariki ili ukabariki wengine. Anakubariki ili ukabariki wengine. Bwana asifiwe. Imagine Elijah alikuwa anafika mwisho, na Elijah hakuwa amepakwa mafuta. Alikuwa anafika mwisho, na Jehu hakuwa amepakwa mfalme. Bwana asifiwe. Sijui wewe unafika mwisho kwa nini na kanisa la Bwana halijasimama? Sijui unafika kwa nini mwisho na hawa vijana hawajahubiri?
na wagonjwa hawajamalizika kupona. Wanasikia kanisa linakuhitaji, taifa linakuhitaji. Kama Bwana hajasema imefika mwisho, kwako haitafika mwisho. Wewe ni kusudi la Bwana. Mtu anapojenga nyumba, anaenda anamuita architect, anaichora vizuri, inajengwa kulingana na vile imechorwa. Wewe mwenye alikuchora na alikusudia ni Mungu, na mahali unaenda yeye anaelewa pia. Na kwa hivyo siku ya leo Mungu anakuuliza, unafanya nini mahali vile, mahali ulivyosimama? Kwa nini uendelee? Kwa nini huinuki? Kwa nini umuinuki? Hayo mambo unayofikiria uyawache. Elijah alisema wamekufa, akaambiwa Elijah, niko na wengine 700 ambaye hawaja muinamia Baali. Bwana asifiwe. Wewe ndio hujui. Unapokataa, kuna wengine wanaokoka, wanapeana mioyo yao waokoke, na wanaanza kumtukuza Bwana. Na utakuta waliokoka sasa ndio wameanza kupita mahali ungekuwa umepita miaka 10. Bwana asifiwe. Kwa sababu hawa wameokoka na wametii na wameanza kuendelea. Wacha nikwambie mwenzangu, unapokataa kuomba, kuna wengine wanaokoka siku ya leo wanaendelea kuomba. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanarudi kutoka mahali walikuwa ili waweze kumhudumia Bwana tena. Na kwa hivyo ninakwambia kama Elijah, amuka na uendelee kukura. Amuka, sababu safari ni kubwa. Amuka uoshe maisha yako. Amuka ujitie nguvu tena, kwa maana unaendelea. Ili kanisa hii kapike mahali Bwana anakusudia, ni lazima tuinuke. Ulikuwa na udhaifu, ni lazima tuinuke. Ulikuwa umeona umekaa bila kubarikiwa, wewe uko mpangoni mwa Bwana, ni lazima uinuke. Na nimekwambia kuna wengine 700 ambaye hawaja muinamia Bwana. Na kwa hivyo unastahili kujua, si sote tumekataa kuomba, ni wewe. Sio sote tumekataa kumuinua Bwana, ni wewe. Sio sote tumemwondokea Bwana na tukasikia tumefika mwisho, ni wewe. Bwana asifiwe. Lakini Yesu siku ya leo ako kwa hao walio mwisho. Ingia katika shamba lake, utapata malipo katika jina la Yesu. Ulikuwa umefika mwisho, Mungu anakuchukua kutoka hapo na utaonekana mbele ya Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo siku ya leo, hata kama hatuwezi tukasema mengi, tunajua tumeitwa kwa kusudi moja. Na ninajua kuna watu walikuwa wamefika mwisho, na kuna watu wameona wengine wakibarikiwa na kujiuliza, kwa nini sijabarikiwa? Nikwambie, wewe ni mpango wa Bwana, na wakati utakapofika mambo yote yatakuwa sawa. Bwana alimwambia Habakuku, andika maono yako na kwa namba zinapoonekana. Na wakati wa Mungu utakapofika, ni lazima atayatimiza kila namba, sio neno lote. Every letter iliyoandikwa, kwa sababu uliandika kwa kusudi. Kwa nini uliandika A badala ya O? Uliandika kwa kusudi. Mungu atatimiza yote. Hiyo inamaanisha kile chote ulichoomba, Mungu atakuzidishia na kukutimizia. Kile chote unayetarajia, Mungu atakuinukia, atakubarikia na atakuinukia. Na kwa hivyo ni lazima tuambie Bwana, tutie nguvu tena. Tumekuja Mungu, tutie nguvu tena. Tutaweza kuendelea, hatutakoma. Hata wakati huo ulimchukua Elijah na ukamwambia enda kwa mama ambaye alikuwa mjane, ukaanza kufungua milango iliyokuwa imefungwa. Kama Mungu ulimtoa katika jiwe na kumpeleka kwa mama, ukatenda muujiza, Mungu atakutendea muujiza barabarani mwako. Wacha Mungu akuchukue, wacha Bwana akatembee na wewe, wacha ukaendelee katika kusudi lake. Wacha Mungu aliyeanzia kazi njema ndani yako
nipatie nafasi ya kumalizia. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe si wewe, wewe ni taifa la Bwana. Ndani yako Mungu alisema, kama vile tumeambiwa na Timotheo, ndani ya hili jiwe nitajenga msingi wangu, na hakuna hata milango ya Shetani itastahimili. Bwana asifiwe. Wewe ni jiwe la Bwana, wewe ni kusudi la Bwana, wewe uko pale sababu ya Mungu. Jehova hawezi kujisifu, lakini wewe unaweza kumsifu. Jehova hawezi kujiinua, lakini wewe unaweza ukamuinua. Siku ya leo ombi langu, Mungu, ningetaka unitie nguvu, niweke nguvu ili niweze kuendelea, niweke nguvu nichukue hatua nyingine mbele. Bwana, sitakufia hapa, sitakufia hapa, sitaishia hapa. Mungu alikuwa na njia ya kummalizia Elisha pale, lakini hakumalizia pale kwa sababu ana kusudi naye. Mungu, nifungue macho nione. Bwana, niongeze nguvu. Wewe ndio nguvu zangu, wewe ndio baraka zangu. Tusimame na Mungu yetu. Haleluya. Katika jina la Yesu. Haleluya. Huyo Mungu aliyekuita ndiye amekunenea siku ya leo. Atinakujua mapito yako, najua unachopitia. Ninajua nilikuita kwa jina lako, na nilikuita ili nikubariki. Ninataka umwambie Mungu, mahali nilirudi nyuma, mahali nilitia wasiwasi, mahali nilikosa kujitia moyo, Mungu ukaweze kunitia moyo tena. Mungu ukaweze kunibariki tena. Jehova ukaweze kuniinua tena. Bwana, umeniayusha nafsi yangu, inua nafsi yangu tena Bwana. Oh, haleluya. Ili nikaweze kuendelea kukuita, nikaweze kuendelea kukubariki. Ulisema waliobarikiwa ni wale ambaye wanaendelea kutafakari neno lako, ni wale wanaendelea kujiayusha na kujiongeza nguvu na neno lako. Bwana, niongeze nguvu tena. Mungu, niongeze nguvu tena, ili nikaweze kuwa mtu wa baraka, ili nikaweze kuonekaniwa nawe Bwana, kama vile ulimuita Elia, kama vile ulikuja mara mengi, haukukuja safari moja. Biblia inasema ulimuita mara ya kwanza na ukarudi mara ya pili, ukamuliza bado Elia, amka, kwa sababu niko pamoja nao. Bwana wa mabwana, asante, maana umetuita kama kanisa, kwa sababu unasema utukufu ulio juu unaonekana kwa sababu ya wale walionyenyekea, wale waliopitia na kukuhitaji. Bwana, ukainua kanisa lako Bwana. Tunajua unakuja kukomboa kijiji hiki ya Kihara, na ni sisi utatumia Bwana, kwa sababu ya vile tutakaye kuzidi kukuzindua, na kwa vile tutakubali kupitia katika mateso. Bwana, tutaona ukibariki Kihara katika jina la Yesu. Hautakubali tuanguke, hautakubali tuende chini, kwa sababu kunaye Kihara inayeinuliwa na Bwana siku ya leo. Kunaye watu wanayefunguliwa na Bwana siku ya leo. Kunaye nyumba yangu na mafamilia yangu ambaye hawajaokoka, na Mungu unataka kuwarejesha katika jina la Yesu. Na ni lazima wapitie, na ni lazima wapokee kutoka mto utakapotengeneza ndani ya maisha yako. Maana unasema unakuja kunifanya chemichemi, mahali kulikuwa na ukiwa, unakuja kunifanya chemichemi. Watakunywa maji utakapotoboa ndani ya nafsi zangu Bwana, ndani ya nafsi zetu. Wacha kila mmoja ulioita Mungu akapokee nguvu zako siku ya leo. Waliokuwa wamefika mwisho, waliokuwa wanajiangalia na kuona hawawezi, Bwana, wakaone kusudi lako na baraka zako zilizo nyingi ndani ya maisha yao. Kumbuka huyu mama Bwana, umukumbuke Jehova, ukamuinue katika hali ya baraka zako Jehova, katika jina la Yesu. Wewe uliotembea kijijini ukakuta waliofika mwisho, ukawachukua kwa mikono yako, ukawaingiza katika shamba lako. Shamba lako ina ushindi, shamba lako ina baraka, shamba lako ina kufunguliwa, shamba lako ina kuponywa, shamba lako ina faraja katika jina la Yesu. Hata hawa watembelee
mkono. Wewe ndio njia, wewe ndio baraka, wewe ndio uhai, wewe ndio